tuendelee kuiunga mkono serikali ya Chama cha Mapinduzi iendelee kushika dola kwenye nchi yetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi nina machache sana na nimeyawasilisha. Sasa niachie ukurasa kwa viongozi wangu, niachie ukurasa kwa wananchi wangu, ili nipokee maoni kutoka kwenu, ili nipokee utaratibu kutoka kwenu na maelekezo, na baada ya hapa tukaendeleze kuyatekeleza yale mtakushauri. Ni katika ziara ya diwani wa kata ya Kigwa Bakari Selemani Kabata. Yeye anaita ni ziara ya moto ya siku 3, ambapo ametembelea vijiji 6 vilivyomo katika kata hii. Lengo la ziara yake ni kuweza kurejesha shukrani kwa wananchi, lakini wananchi nao wamepata fursa ya kutoa kero zao, lakini wametoa maoni na ushauri ni kwa namna gani anaweza akaboresha katika utendaji kazi wake. Jina langu naitwa Hadija Omari Mazezele. Mtazamaji, kuwa nami mwanzo hadi mwisho ni kujuze yale ambayo yamejili katika ziara hii, lakini usiache kusubscribe, kucomment na kulike ili uwe mwanafamilia wa channel hii. Siku 3 za moto kwenye kata ya Kigwa. Tumepanga siku 3 za moto kwenye kata ya Kigwa kutembelea vijiji vyetu 6, kukutana makundi mbalimbali, kukagua miradi mbalimbali za maendeleo, lakini pia kukutana na wananchi wote wa kata ya Kigwa. Lengo na mazumuni, Mheshimiwa Mwenyekiti wa serikali ya kijiji, lengo na mazumuni, jambo la kwanza ndugu zangu, kuja kuwashukuru wananchi wote kwa kazi kubwa mlioifanya kwa kunisapoti mimi kijana wenu, kunipa ushirikiano wa kutekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi yenye kurasa 303 tuliokabidhiwa 2020 kutekeleza maendeleo kwenye maeneo yetu. Asanteni sana na Mungu awabariki sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna mambo mengi tulikuta, haswa kwenye kipande changu cha kata ya Kigwa. Nilikuta kuna mapungufu makubwa ambayo yaliopo kwenye taasisi zetu na kada mbalimbali kwenye kata ya Kigwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, wakati tunaingia 2020 baada ya kunipa ridhaa wananchi hawa, kulikuwa kuna mapungufu makubwa kwenye sekta ya elimu sekondari kwenye kata yetu ya Kigwa. Nimekuta pale kuna madarasa 6 ambayo yalikuwa hayakizi kusoma watoto wetu kwenye shule ya sekondari Kigwa. Lakini baada ya kuingia, wananchi hawa waliniunga mkono na kunipa support na kunipa ushirikiano. Tulianza kupambana sisi kwa nguvu zetu, kushirikiana na wananchi. Tulichimba msingi pale sekondari madarasa 6 na ofisi 1 kwa nguvu za wananchi na viongozi wote wa kata ya Kigwa. Hongereni sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya kuchimba kwa nguvu zetu sisi kama viongozi na wananchi, Mheshimiwa mbunge akapata taarifa kwamba tumejitolea kwa kuchimba madarasa 6 na ofisi 1. Mheshimiwa mbunge alitusupport kwa kutupa gari yake, ilikuja ikasogeza hapa mawe isiyopungua tripu 10, lakini pia gari hiyo ilisogeza mchanga tripu 20, lakini pia Mheshimiwa mbunge alitoa fedha yake mfukoni akatusupport saruji mifuko 50 za kuanzia ujenzi shule ya msingi sekondari. Mheshimiwa Mwenyekiti, hiyo ndio ilikuwa safari sasa ya kuanza utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi kwenye kata ya Kigwa. Baada ya hapo, Mheshimiwa Mwenyekiti, tulienda kuomba ridhaa michango kwa wananchi. Wananchi hao walichanga michango zao, walituchangia tofali. Tukaanza ujenzi kwa nguvu za wananchi. Tulijenga madarasa 6 na ofisi 1 sekondari mpaka tukamaliza maboma. Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya kumaliza maboma, mimi mwakilishi wa wananchi kata ya Kigwa nilienda kupiga magoti kwenye baraza la madiwani na kwenda kuomba fedha halmashauri kwa ajili ya kuja kupaua madarasa yetu ya sekondari. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali ya wilaya ya Uyui ikiongozwa na mwenyekiti wetu wa halmashauri, mzee wetu kaka yetu Saidi Shaabani Taondi, wakiwa na mkurugenzi wake, walitupatia fedha ambayo ilienda kupaua madarasa yetu yote 6 na ofisi 1 kwenye shule yetu ya sekondari Kigwa. Na baada ya hapo walitoa fedha kwa ajili ya finishing. Tulifanya ukarabati wote na wanafunzi tarehe 13 mwezi wa kwanza 2020 walianza kusoma kwenye shule yetu ya sekondari Kigwa. Mheshimiwa Mwenyekiti,
Baada ya hapo tuliendelea kupaza sauti kwa wigo mpana kwenye serikali yetu. Baada ya kutoka fedha za COVID, tulipewa fedha milioni 12,500,000. Tulimalizia jengo tena darasa moja kwenye shule yetu ya sekondari na tukakamilisha madarasa 7 kwenye shule ya sekondari yetu Kigwa. Lakini baada ya hapo, Mheshimiwa Mwenyekiti, tuliendelea tena kupiga na kupaza sauti kwenye serikali yetu. Baada ya kuona viongozi wetu tumefanya kazi kubwa sisi na wananchi wa kata ya Kigwa, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan alitupatia fedha milioni 120 ya kujenga madarasa mapya 6 kwenye shule yetu ya sekondari kata ya Kigwa. Na kweli tukaenda tukaisimamia kwa 100% na madarasa 6 yote yalikamilika na madawati na watoto wetu waliendelea kupata huduma stahiki kwenye sekondari yetu ya kata ya Kigwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya kujenga madarasa 6 na ukajumlisha na madarasa 7, tukawa na majumla ya madarasa 13 mapya kwenye shule ya sekondari yetu ya kata ya Kigwa. Baada ya hapo, Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali kuu tena walitupa fedha milioni 80 ya kujenga madarasa 4 kwenye shule yetu ya sekondari Kigwa. Tulienda tukasimamia kama viongozi tukishirikiana na wananchi wa kata ya Kigwa na michango zetu mbalimbali za kupitia wananchi, tulikamilisha ujenzi wa madarasa 4 kwenye shule yetu ya sekondari kata ya Kigwa. Na mpaka leo hii, Mheshimiwa Mwenyekiti, tuna takriban ya madarasa 17 mapya tuliojenga kupitia nguvu za wananchi na fedha za serikali kwenye sekondari yetu ya Kigwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni kazi kubwa na ni kazi ya kutukuka, na hiyo yote imeletwa ni mshikamano na ushirikiano na hawa wananchi wa kata ya Kigwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, sambamba na hilo, tulipewa fedha milioni 30 tukajenga maabara kwenye sekondari yetu ya Kigwa. Mpaka leo hii maabara inafanya kazi. Tumevuta umeme kwenye sekondari yetu ya Kigwa na nililipa fedha ya kuvutia umeme pale ya kutoka mfukoni kwangu mimi kama mwakilishi wa wananchi. Nililipa fedha 321,920 tukaunganisha umeme pale sekondarini kwetu, na baada ya hapo tukavuta kwenye maabara yetu na wanafunzi wetu wanasoma pale wanasoma kwa nazaria. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwenye elimu sekondari tuliishia hapo. Baada ya hapo, Mheshimiwa Mwenyekiti, tulihama kwenye elimu msingi kusapoti madarasa shule zetu zote 7 za kata ya Kigwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, tulitoa maelekezo kila shule ya msingi zilizopo ndani ya kata ya Kigwa tujenge madarasa mawili wote. Na kweli tuna 90% kwenye shule zote 7 za kata ya Kigwa tumejenga madarasa mawili kila shule ya msingi. Lakini sambamba na hilo, Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna shule baadhi zimeenda umbali mrefu, wamejenga zaidi ya madarasa 2. Tumejenga madarasa 3 na ofisi moja shule ya msingi Mbuyuni, na tumemaliza kupaua juzi na watoto wanasoma ndani mule bila shida. Mheshimiwa Mwenyekiti, tukianza kuchambua miradi tulizotekeleza kuanzia saizi, Mheshimiwa Mwenyekiti, muda huu tunaweza kukesha paka kesho na nisimalize kuzichambua miradi zilizotekelezwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, wakati tunaingia 2020 tumekuta mifumo za nishati ya umeme kwenye kata yetu. Kata ilikuwa imeingizwa umeme vijiji 4, vitongoji visipofungua 6 katika 25. Lakini leo hii, Mheshimiwa Mwenyekiti, kwenye kijiji chako hichi cha Nzigala wakati naingia 2020 kulikuwa hakuna miundombinu za nishati ya umeme kwenye kijiji hiki. Lakini kushirikiana wewe na serikali yako ya Chama cha Mapinduzi kwenye kijiji cha Nzigala na wananchi hao wa Nzigala, leo hii tunazungumza kwenye kijiji cha Nzigala kuna umeme tumedumbukiza kwa nguvu zetu na kushirikiana na serikali kuu. Lakini wakati tunaingia, Mheshimiwa Mwenyekiti, kulikuwa hakuna maji ya Ziwa Victoria kwenye kijiji chako. Leo tunazungumza hapa leo, maji ya Ziwa Victoria yananyweka kwenye kata ya Kigwa, na tunatarajia kesho Alhamisi mpaka Ijumaa yataanza kunyweka kwenye kijiji cha Nzigala. Tumpigie makofi Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni kazi kubwa inayofanywa na Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuwatua ndoo kina mama, kuwatua ndoo kichwani. Sio jambo dogo ndugu zangu. Tunapozungumzia mradi wa maji wa Ziwa Victoria,
zaidi ya bilioni 15 na manukta huko yameshushwa kwenye kata yetu ya Kigwa na wilaya ya Uyui, ambayo maji yanaenda kusambaza kwenye kata 4: Kigwa, Igalula, Goeko na Nsololo. Sio jambo dogo ndugu zangu. Inapaswa tumuombee kwa Mwenyezi Mungu rais wetu kipenzi cha Watanzania, aendelee kumpa afya njema, aendelee kumpa umri mrefu ili aendelee kututumikia sisi Watanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya kuingia 2020 kuna wananchi ambao watoto wao walikuwa wanatoka umbali mrefu kuja kusoma kwenye shule yetu ya msingi hapa Nzigala. Tuliketi na kushauriana na kwenda kuishawishi serikali ya Chama cha Mapinduzi. Leo Mheshimiwa Mwenyekiti, wewe mwenyewe shuhuda na wananchi wa kata hii ya Kigwa na kijiji cha Nzigala, tumejenga shule shikizi kwenye kijiji cha Nzigala na mpaka leo hii tumeshawagawa watoto, wengine wameshaanza kusoma kwenye shule yetu shikizi ya Kagua. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwenye sekta ya miundombinu za barabara, saizi serikali iko kazini na naendelea kukuahidi mzee, mafungu tumeendelea kuyapanga na tumeendelea kupitisha kwenye mahotea ya budget, tumeshapitisha. Sio muda mrefu tunaendelea kukarabati barabara zote za ndani ya kata ya Kigwa, kusogeza huduma kwa wananchi wetu ili bidhaa zao za kibiashara, tumbaku, mahindi, nyanya, waendelee kupita safi kwenye maeneo mazuri. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi leo nimekuja na ujumbe mdogo sana ndugu zangu wananchi. Jambo kubwa nilokuja nalo leo ni kuja kuwashukuru kwa kunisupport kwa namna tulivyosimamia utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi kwenye maeneo yetu. Mimi kwa jina naitwa Salum Nasibu Fundi. Ni mwananchi wa Nzigala. Mimi kwa upande mmoja naomba diwani, ndugu mheshimiwa diwani, upande wa zahanati, kwa kweli huyu mhudumu wetu anazidiwa sana sana. Hata hivi kwa kweli ni kumpa pongezi, anastahili. Kwa sababu unakuta paka vijiji vya tofauti na Nzigala anahudumia. Sasa anazidiwa, jitahidi, pambana iwezekanavyo. Mimi ni naishia hapo tu. Mimi naitwa Abdalla Mohamed Mjahasi, mkazi wa kijiji cha Bomani. Barabara yetu ile ambayo imezaa kijiji cha Bomani ambayo yuko mashariki magharibi kule, naomba mwenyekiti uiangalie macho mawili, ututengenezee. Pili, ndugu na diwani, nafikiri maji umesema kwamba mhandisi hayupo hapa, lakini naweka uweke kumbukumbu. Watakapoanza kusambaza maji katika mtaa wetu ule wa Babala, na shukuru Babala tuletee mabomba, tuingize ndani ya majumba, wakina mama wapate maji, maana maji ya kutumia. Kwa kweli nashukuru umeme tumepata mtaa wetu. Sina zaidi sana mwenyekiti. Kwa majina naitwa Ramadhani Jumanne, ni kapteni wa michezo katika uwanja huu wa Nzigala, kitongoji cha Bomani. Kwa hivyo tunamshukuru sana Mheshimiwa Kabata kwa kutupa kipaumbele vijana kutulindia afya, na kushukuru sana. Mitano mingine na kuhusu sisi kama vijana tutakuunga mkono. Mheshimiwa Mwenyekiti, mjumbe wa pili aliyechangia ndugu yetu Abdalla Mjahasi, mzee wetu, yeye aliendelea kutoa pongezi kwa serikali kupanga bajeti kwa ajili ya ukarabati wa barabara zetu, lakini pia alisisitiza tuiangalie barabara yake ile ya magharibi kwa jicho la huruma ili tuendelee kuikarabati, kwani hiyo ndo barabara anzilishi kwenye kijiji chetu cha Nzigala. Mheshimiwa Mwenyekiti na mzee wangu mzee Abdalla, niendelee kukutoa shaka. Serikali iko kazini na kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu bajeti zitavyoendelea kupangwa na serikali tutaendelea kuiangalia hiyo barabara kwa jicho la huruma mzee wangu. Jambo la tatu, ndugu yangu Nasibu, yeye amegusa kwenye sekta ya afya. Kwanza amempa pongezi mhudumu wetu, daktari wetu anayehudumia zahanati yetu ya Nzigala, kwamba kwa kweli anajitahidi kupiga kazi nafikia tamati mpaka tunamhurumia,
Naomba wananchi wote mumtwangie makofi mengi kweli kweli daktari wetu wa zahanati ya Nzigala. Kwa nini? Kwa sababu kituo hicho kina mhudumu mmoja tu. Lakini huyu dada amekuwa anajitoa na kujitolea kuwahudumia wananchi wa Nzigala na wengine wananchi wa nje na kijiji cha Nzigala. Kwa kweli hongera sana binti yangu, mtumishi wangu, endelea kusimama kwenye nafasi yako. Lengo na mazumuni kuendelea kuwasaidia Watanzania hawa. Lakini kwa niaba ya serikali, ndugu zangu, nimeendelea kupokea changamoto nyingi kupitia kituo chetu hichi cha zahanati Nzigala. Na mimi nimepaza sauti kubwa kwenye serikali kwa DMO ambaye ndo mganga mkuu wa wilaya ya Uyui, na mpaka jana tumeendelea kufanya mawasiliano naye. Jana hiyo ametoa maelekezo na majibu. Kuna mganga ameshaandaliwa kuja kusaini kwenye kituo chetu cha Nzigala ili kumpa support dada yetu. Kwa hiyo wananchi wangu, endeleeni kutulia, kuweka utulivu. Kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, sio muda mrefu tunaongezewa mtumishi kwenye zahanati yetu ya Nzigala.